usiniite Yusa. Kuna watu wanapenda kupostiwa wewe. Yaani wewe kama ni mbaya ni yeye. Sio mimi. Mambo. Kuna muda unazingua, watu wanaogopa kukwambia. Funga kipindi. Wewe mimi nilifungua. Hi guys, karibuni It's Sisters Podcast again. Uko na Zulekha pamoja na Yusra. Exactly jamani, karibuni sana. Leo tutakuwa tunazungumzia maswali mbalimbali. Tutakuwa tuna Q&A, then tutatoa mitazamo yetu juu ya hao maswali. Mnaruhusiwa pia kutoa mawazo yenu kwenye comment. Kwanza Instagram mpaka YouTube, the comment section is open. Yeah. Mawazo yako juu ya haya maswali ambayo tutaenda kuyaongelea, tutaulizana na tutajibizana. Twende kazi DJ. Sasa namba moja ninasema, je, ni changamoto gani imewahi kukubadilisha kabisa kama mtu? Ukawa mbuzi au? Changamoto si ndio? Kama mfano kwangu mimi ni changamoto nilioongelea kwenye episode ya pili. Heartbreak ilinifanya nikawa mtu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yani ile ilikuwa ni changamoto ambayo nilipitia, ikaniumiza, mwisho wa siku ikanipeleka kwenye njia sahihi. Nikapata kumjua Mwenyezi Mungu. Wewe kwa upande wako? Changamoto ambayo imenibadilisha. Wewe unaona kuna changamoto imenibadilisha? Sijui, sema kwa mtazamo wako. I don't think so. Mimi changamoto nilizipitia, nikazi overcome. I think zilikuwa healed na muda. Mimi nilibadilika when I decided to change, but haikuwa kwa ajili ya changamoto. I said enough is enough, basi I came back to Allah, lakini haikuwa kwa sababu ya changamoto. My changamoto zangu zilikuwa healed with time. Yaani kadri muda ulivyoenda. Hivi nikuulize swali. Wewe unaweza kubadilishwa na marafiki? Mfano marafiki wana tabia mbaya, wanaweza kukuvuta, yani ni marafiki zako wakakuvuta ukaenda kwenye tabia mbaya. Au wewe ndio hiyo tabia mbaya yenyewe? au wewe haubadiliki, yani ukiamua kubadilika umeamua mwenyewe. I decide. Yani kivipi tueleze? Mimi, you know me, you know my friends and stuff. Manyingi mimi ndo aga influence. Like mimi I decide on the vibe. Sasa hivi nataka kuwa hivi, nimebadilika hivi. It's me who I decide. So kama mtu ananibadilisha. Kama ingekuwa mimi nabadilika kwa ajili ya watu, wewe mwenyewe ungekuwa ushanibadilisha siku nyingi. Unajua mimi na wewe are two different people. Yeah. Wewe una tabia tofauti kabisa na yangu. Na mimi na tabia tofauti kabisa na yako. We are two different people. Lakini we have been hanging out together muda mrefu. Lakini sijakuwa na tabia yako wala mimi sijakuwa na tabia yako. Mimi niliamua kubadilika mimi mwenyewe. Nikaamua kufuata njia ya Mwenyezi Mungu without your influence. Mama mwenyewe ni shahidi, kila siku alikuwa ananipa mawaidha, lakini tu Mwenyezi Mungu bado alikuwa hajaamua kunibadilisha. Kwa hiyo alivyonibadilisha, it's me who I decide, not a friend. Sio na mimi, I don't get influence. Kuna pase, yani kuna percent fulani hivi unajua, unaweza kuwa umezoeana na mtu au unakaa na mtu muda mrefu, kuna namna kama vile unaweza kuadapt vitu, lakini when I decide, mtu anaweza kuwa na tabia fulani kama ni nzuri, lakini mimi sijaamua kuifuata, naweza nisifuate. Kama ni mbaya na mwache na tabia yake, na tutaendelea kuhang out, and I don't get influenced easily. Hata mimi alhamdulillah kwa kweli. Mimi mashallah ni wewe. Mimi sibadilishwi na mtu yoyote. Unajua mimi hata maisha ya chuo wakati naishi, pale nilipokuwa naishi, unajua nilikuwa nasema Yusa she's naive. Ngoja baadaye afike chuo tutaona. Mkoga mnaambia ni kaka kwanza. Mwaka wa pili. Mwaka wa tatu nikasema wewe ni binadamu ni robot. Mamangu I mean pale tulipokuwa tunaishi, mazingira ya pale, ile nyumba ile ilikuwa na vyumba 6. Sasa kwanza picha linaanza, watu wa mule ndani walikuwa watoto wa daa. Kwa weekend wengine wataenda nyumbani, na ambao hawaendi nyumbani wataenda club, walikuwa watu wa club nini hivyo. Kwa hiyo yani wataenda wote, wataniacha peke yangu. Hivi wewe uchokaji tu kukaa mwenyewe? Naambia nyinyi nendeni, wananiacha hivyo hivyo. Yani in short
hivyo, yani kila mtu alikuwa na tabia yake pale. Kuna wengine walikuwa wanavuta bangi, lakini sasa mimi advantage niloitumia pale. Kwa hiyo unajua watu wakivuta bangi wanakuwa na njaa sana. Kwa hiyo nilikuwa nawapikia chakula na wauzia pale. Rafiki yangu anajua kupika au rafiki, tunawaambia Kwa hiyo sasa yani vile wakiwa na njaa na ndo muda mimi kufanya biashara. Kwa hiyo yani hawakuwahi kunibadilisha kwa kitu chochote. Au labda hivyo tukitoka sijui na watu labda watavuta shisha. Yani nitakaa na Coca-Cola yangu pale. Nitakaa na wasikiliza, na nisipojisikia kushare my stories nitaobserve mpaka basi. Au kama haba hivyo mojito sijui nini hivyo, lakini yani wewe kuobserve sio rahisi, labda kama they are not your friends. Yes. No, yani unajua subiri nikwambie, sikiza sasa nikwambie, unajua tunatokaga sometimes vipi? Labda vile tutoke mimi, wewe, marafiki zetu wengine, na kuna marafiki wengine, mfano tumetoka labda tumekutana na watu wapya, siwezi kuongea mimi kushare my stories. Kwa hiyo nitakachokifanya ni kuobserve, unless labda nimetoka na watu kama nyie hivyo ndo nita vibes sijui nini hivyo. Yani tuko tunatoka na marafiki zetu. Hello. Kwanza nashukuru Mungu hata yani siku hizi nimepunguza kutoka hivi nini. Yani mnaweza mkaenda sehemu, yani sitovuta shisha, sitokunywa chochote, yani nitakaa na Coca-Cola yangu na story, alafu nina story kuliko hata waliolewa. Ndio sana alikuwa anasema yani wewe ni anatupigisha story, mtu akija anaweza kaisi wewe sasa. Kwa sababu ukinywa pombe wewe utavua nguo. Lakini yani nitaongea, nitacheka, kama ni kucheza nitanyanyuka, nitacheza, nitafanya nini, lakini hivyo. Kwa mimi sio mtu wa kubadilishwa na mtu mwingine, unless labda nimeamua tu mimi mwenyewe kuwa labda kitu kibaya, labda sheitani, lakini sio binadamu. Another question inasema, je, pesa zinaondoa matatizo yote au zinabadilisha aina ya matatizo? Pesa inabadilisha aina ya matatizo. Pesa haiondoi matatizo. Anaita rich people problems. Kwa upande wangu, pesa imesema, swali linasema vipi? Unaona memory hana. At least I have money. Yes, maniga. Nasema, je, pesa zinaondoa matatizo yote au zinabadilisha aina ya matatizo? Pesa haziondoi matatizo, lakini bila pesa pia huwezi kufix hayo matatizo, ila pesa inabadilisha aina ya matatizo. Mfano, mtu ambaye hana pesa, yani yeye atawaza, yani kwanza hata kuwaza kwake anawaza majukumu machache. Kula, vae, kupeleka watoto shule, kufanya nini. Lakini mtu mwenye pesa, kadri unavyopata pesa na vitu vingi, unaanza kufikiria kufanya mambo mengi. Umo utakopa madeni, una madeni manini, yani unabadilisha tu matatizo. Yani which is unasema labda huyu si angekula akavaa akapumzika tu na nyumba labda akafanya, lakini unakuta watu wenye pesa nyingi ndo wana matatizo, yani changamoto hivi. Lakini kwa upande wangu, kwa nini watu wengi huvaa tabasamu wakati wanapitia maumivu makubwa? Lakini unajua lakini ujue nikwambie, matatizo hayafichiki my friend. Ndio nakwambia not everyone. Na kuna watu wanapenda nagging wewe. Eti avae tabasamu yani unajua hata mimi Mungu wangu. Hivi unajua wewe unajua matatizo yani ana tabia ya kutaka uongee ndio unahisi umeheal. Hata na mtoto mdogo. Sasa tunatofautiana. Kuna mwingine anajaribu kupambana nayo kimya, lakini kuanzia uso waga sura inakosa nuru kabisa. Mtu mwenye tabasamu unafanya vitu ambavyo jamii inaweza kukuona hivi huyu kichwani zimo. Yaani unajaribu, kwa mfano mtu ameachika sijui amefanya nini. Kuachika ndo abaya. Hadi muondoko unabadilika. Anajifanya yuko normal, yani ila anafanya vitu ambavyo anatuchekesha. Anajifanya yani she's happy, she's living her life, ila unakuta ana matatizo, yani anajaribu kutuprove. Mfano mtu David, sitaki maneno na watu. Allow me to talk please. Endelea. Sijataja. Sitaki.
Heartbreak imekuramba kiasi kwamba unajiposti sponsored picha yako. Hivi kwa nini ukasponsor picha yako? Ni kwa nini? Kwa nini? Hivi unajua stress. Stress hazina adabu. Stress. Alafu unajaribu kuprove jamii kwamba you are okay, you are living your life. Yaani lakini matatizo yaga yanakufa kuonekane mwenda wazimu usipojaribu usipojishikilia. Matatizo yani hayafichiki. Yaani I've been through divorce. Kwa yani kuna character, yani kuna tabia nikiiona kwa wanawake najua kabisa huyu kimemramba. Yani even without talking. Yeah. The behaviors anapokuwa na act unasema kabisa with something going on in her. Hivi unajua kwanza mtu akiachika anakuwepo, yani anakuwa sijui sema desperate, yani unakuwa desperate alafu unahisi kama vile you need approval. Yaani wakati wewe unajitahidi kupata approval ya mtu mmoja huko jamii unaweza kuona ifurahisha. Unakuwa unaifurahisha. Kama I'm beautiful. Usine kama vile umeniacha mimi kama sina pa kwenda. Yaani sasa katika hizo tena usiombe Mwenyezi Mungu akunyime staha ya kujishikilia, usiposti mambo yako. Ndio unaharibu kabisa. Katika heka za kuonekana unapakwenda sasa. Unatuchekesha alimwengu. Mama, ukimaliza hapo yani kwanza huo muda ukishakapita ni mambo. Ukihili unajiona mwenda wazimu. Nakwambia gym. Kuna mimi mmoja niliona jamani, mpunguzeni heartbreak huko gym tumejaa tutu. Hapo watu wanaopataga heartbreak yoga wanakimbiliaga gym. Unahisi ratiba zangu iwe kupia yani mambo ya heartbreak na jamani. Wallahi Mwenyezi Mungu atusaidie. Sana wallahi, afu inaumaga kitofauti, unajua haizoelekaji. Anyways, je, ni sawa kuomba msaada au jamii bado inaona hilo ni kama udhaifu? I think it's okay. Sema it depends. It depends unamuomba msaada nani na wakati gani. Yeah. Na it depends pia una shida gani. Unaomba msaada kitu gani? Kuna mtu mwingine anakuja kuomba msaada ambayo kitu unajua kabisa kiwezekani kabisa. Yaani unajua kabisa huyu mtu haiwezekani. Au mimi haiwezekani kumsaidia hiki, hata unaenda kumuomba pia naye hana. Lakini pia sasa unakuta mfano mtu anauguza mgonjwa, hana uwezo wa kutosha, kwa nini usiombe msaada? Yeah, that's fine. Yeah, tunatakiwa kusaidiana. Hivyo support kwa watu wengine. Tunasupportiana. I think it's fine kuomba msaada pale ambapo unashindwa. Ukiomba support it's fine. Yeah. Ni somo gani gumu zaidi ambalo maisha yamewahi kufundisha? You need trusting people. I can say that. Walifanyaje? Hivi juzi ni kwa dise ile story shogangu. Story gani? La yule dada. Si kwa dise juzi akatoka gari. I think it's trusting people. Sijui yani binadamu watu tumebadilika sana. Yani hujui muamini nani. Yani hujui muamini nani. Niamini mimi nikukomesha. Ni somo gani gumu zaidi ambalo maisha yamewahi kukufundisha? Somo mimi maisha yamenifundisha kutafuta pesa na kuwa na nidhamu ya pesa. Unajua pesa haipendi kelele. Ukiletea pesa miemko inaondoka. Kwa yani hivyo maisha yamenifundisha kutafuta pesa alafu kuiheshimu pesa. Lakini pia yani kutokuamini watu bila sababu. Mimi mwenyewe that's one of my biggest life lesson. Kutokuamini watu. Yani I think kuna this story nilikupa siku zile wakati tumekaa pale Garden 79. Sema it's a bit too personal. Sasa nikaisema hapa lakini yani you see how yani people are not worth trusting. Yeah, alafu mtu anaweza kuja unamuona kabisa huyu naweza kumwamini, unajua? Anashare mambo yake, unaona hebu ngoja na mimi nimpe cha kwangu kidogo. Labda na yeye hivyo, lakini watu yani wanakuaga sijui kama wamechanganyikiwa. Watu hawana ubinadamu. Afu kitu kingine, wewe tunaongea hivi unapeleka kwa huyu, watu naombea humo. Watu wanatumia matatizo ya wenzao kama umbea.
Yani tusiwaamini watu. Unapoweza kupambana mwenyewe na siri zako, pambana. The next question nasema, je, kila ukweli unapaswa kusemwa au kuna ukweli ambao bora ukanyamaza? Kuna ukweli bora unyamaze. Ni kweli. Wewe unaweza kumwambia mume wako mama yako mchawi? Sasa ataachaje kuniloga nisipomwambia? Wewe unahisi atakuamini? Sasa jamani, sura unajua kama la mambo ya uchawi ushirikina ni kitu kikubwa jamani. Atakuamini kama ni mtu ambaye aamini ushirikina? Swali ni je, atakuamini au unatengeneza chuki? Sasa yani hapo inategemeana sasa kamloga na kama kamloga mtoto wetu namwambia tu kwa. Naambia sione mtoto wetu hivi anauma. Kwamba mama yako amehusika. Kuna kanamna. Kwa kweli Mwenyezi Mungu atuepushe. Tuseme tuachane na huo ukweli wa mambo kama hayo, ni too sensitive. Kuna ile labda hata marafiki, kwa mfano yeye rafiki yako ananuka mdomo, utamwambia kweli? Hapo nako nikakipengele. Unajua unaweza kumwambia mtu kwa nia ya kumsaidia lakini ukao umeharibu. Sasa utaweza kuishi na mtu ananuka mdomo? Yaani sasa si hata unamwambiaje? Sema labda unaangalia mtu naye attitude yake amekaaje, labda eti siku hiyo, labda eti unatafuta kanamna ka kumwambia. Sasa shida yani ukinyamaza mimi namtuma stranger. Aenda kumwambia? Simwambia, ni amwambie mimi ndo nimemwambia. Naambia hivi, kamwambia kuna watu wamenituma nikwambia unanuka mdomo. Labda itamsaidia. Sasa utamwambiaje rafiki yako mambo kama haya? Yaani lakini sasa ujue ni mimi si kweli. Mimi naona kitu ambacho labda kuna masuala ya hygiene ni sawa tu, unatafuta tu namna mtu asijisikie vibaya kwa sababu yeye sio wewe tu, hata akienda kwa watu wengine atajaibisha. Inaumiza kumwambia mtu wewe mfano nikwambie Zun, kuna kitu nitaka nikwambie, unanuka mdomo. Unanuka kikwapa. Mungu Baba, astaghfirullah. Lakini ni bora mtu kakwambia mama yangu kuliko angekuficha wewe kwa na wengine. Niache tu nikanuke. Kuna mambo ambayo sio ya kusema. Unaona? Lakini I think kuna swala la hygiene ni kutafuta tu namna ya kumwambia mtu bila mtu kujisikia vibaya, lakini ni bora kumwambia kuliko kumwacha. I think mambo ambayo utakiwa kusema hata kama ni ukweli ni ule ukweli ambao unajua kabisa huu utaenda kumuumiza mtu. Kwa mfano wewe Yusra, mimi nisikie labda lese mume wako ameoa. Niambie tu shoga, niwafurumusha na mapanga huko. Hamna sasa ningekwambia. Wewe yani dada yangu usikie mume wangu ameoa ukae kimya. Unataka tu kujua lakini no. Niambie nijue. Unataka kunchoma na kidogo. Wewe utawezaje kuacha utanifichaje kitu kama hicho? Wewe hizi ni sana nikikwambia. Wewe niambie, yani wewe utakuwa umenisaidia ila nitaenda kukiwasha tu mimi mwenyewe. Yani wewe niambie. Kwa nini usiniambie? Wewe unahisi mimi nikija kujua wewe ulikuwa unajua? Yaani nataka hata kama ukija kujua natamani isiwe through me. Yani sasa na wewe nitakuchukia, Yaani amani yako. Amani gani? Niambie tukasaidiane kukiwasha ila usikae kimya. Mimi hata ni rafiki yangu nikimkuta sio mtu wake, mume wake sio nani yake anacheat, siwezi nikamwambia. Hata nimkute na mwanamke gani siwezi nikamwambia. Kuna mtu mimi nishia kukutana naye ilikuwa ni mwanzo. Yaani aliogopa. Unajua aliogopa hizi taarifa ila mimi ninakaa mdomo eti mimi nasema kama rafiki yangu wa karibu nakwambia. Wallahi mimi sikumwambia, na alikuwa rafiki yangu wa karibu sana, sikumwambia kabisa, nijifanya kama hatujawahi. Mimi kama nilijua hata nikimwambia kuachana waachane ila ni ataumia tu. Sasa inasaidia nini? Simwache. Namwambia nasubiri sana nikwambie mimi mfano. Kuna aina ya watu naweza nisimwambie. Mimi kuna rafiki yangu nishakutana na mchumba wake somewhere amechill wako wanakula na msichana, sikumwambia. Umeona, nikatulia kwa sababu niliona hapa natengeneza fitna. Lakini mtu kama wewe nakwambia, na ikiwezekana na kapicha napiga na nakuletea ushahidi. Mtu kama Amina namwambia, sijui kila muma nakwambia, utajijua mwenyewe ila ujue tu mtu huyu mume wangu sijui nini ni mtu aina gani. Siwezi, nafsi yangu itakuwa inanisuta. Kwa nini? Yani nahisi kama na mimi nimeshiriki hiyo dhambi.
Mimi sijui, labda kama nitawachonganisha, ila mimi sijui, I don't know. Ila mimi shemeji mnoko. Tasema. Sisemi. Labda sijui, mimi nasema bado nitasema. Kija gombana mje mgombana na mambo yenu kivyenu, lakini sio sababu eti mimi umbea wangu ndo wagombanishe na thank you. Kwa mimi nije nikwambie nisikwambie? Mimi usiniambie. Kwanza mimi natakaga hata kuambiwa. Nakwambia. Uniambie. Unadhani nitaweza kutulia? Nakwambia utajijua mwenyewe uzike usafirishi. Nakwambia kabisa. Wewe naomba usiniletee hizo habari za kichonganishi tafadhali. Nakwambia. Wewe hata mkuta amebebelewa na mumama hivi. Wewe waache. Nakwambia. Ukitoka kubebeleana as long as you are fine huko wewe niache. Sitaki kabisa, kwa nini uniharibia amani? Wewe ukimkuta muache. Nimwache? Muache ndio. Unahisi siwezi kumwacha, sitotulia. Tena nitahakikisha ameniona sawa election. Ili uje ulete taarifa. Nimekumbuka mbali sana. Anyways, twende. Yaani Yusa huyu. Na uliona kisikuzeni nilivyomiani nafsi ilikuwa itulina kwa nazunguka Mlimani City kote. Hivi wewe. Yaani nilihakikisha ameniona na nikakwambia na wewe. Nikaenda sawa leo mchema kaambia hapo ile kanga. Kusema kweli mimi siwezi kukaa kimya, siwezi. Yusa. Unataka kunya mbwa. Nilikuwa nazunguka kama nimebana uchungu Mlimani City. Tena swali jingine, mimi siwezi kutulia, nitasema tu. Jamani, mimi naomba tu. Unaona siku zile nilivyo labda mzazi wangu ndo siwezi kumwambia. Mzazi siwezi. Wazazi wenyewe fresh. Waachane, tutalelewa na nani? Hivi wazazi mimi siwezi, ila nyinyi watu baki mtajijua wenyewe. Sikuje uachanisha baba yako na mama. Siwezi. Swali linasema hivi. Je, kusamehe mara nyingi ni nguvu au ni kujidhalilisha? Wewe unaonaje? Mimi naona inategemea na umesamehe nini. Inategemeana na huyo mtu kwanza kukosea mara ngapi, au ni kosa la aina gani limejirudia. Yaani mimi kwa upande wangu, yani I don't count up kwanza, hata kama kusamehe waga ni nguvu. I don't count it kabisa. Ni ujinga. Yaani mimi waga sisamehi. Unaweza ukanikosea nikakwambia nimekusamehe kwa mdomo ili tu tusiendeleze that conversation au tukaendelea kunegotiate ile swala. Lakini msamaha wangu, yani ule msamaha kabisa ni mimi nikilisahau lile ndio nimekusamehe. Lakini eti nikwambie Yusa umenikosea hapo pozuri nisamehe, eti niseme we are fine. No, I be lying to myself. We are not fine. Nitakwambia tu we are fine ili tusiendelee kuliongelea lile swala. Lakini mimi I'll be fine ile swali likisha nitoka moyoni. Hapo ndo naweza nikasema yes nimekusamehe. Lakini mimi I can go around sema nimemsamehe Yusa wakati najua ni kitu ambacho kinaniuma. Nikilala usiku nakiwaza. Mimi hiyo I don't count that. Nitakutamkia kwa mdomo lakini moyoni sikusamehe. Kwa hiyo mimi kusamehe kwangu waga kunaweza kuchukua muda sana. Mimi ni mtu wa nikikerwa nitaongea. Nitahakikisha nimeongea, yani umejua umenikwaza. Siwezi kuhide hasira yangu, lakini pia yani ni mtu ambaye waga naondoka kwenye maisha yako. Yani utaona kabisa hata kama imetokea sikuwa na chance ya kuongea na wewe, lakini utaona kabisa yani waga siwezi kuishi na adui yangu unless labda ulichonikwaza ni kitu cha kawaida cha kibinadamu. Lakini kwamba eti ni tuendelee tu hivi kwamba nimekasirika labda mwisho wa siku niwe sawa sio zikiisha sijui no. Yaani mimi tutabaki tu tunasalimiana, tumekutana lakini ule urafiki tena mimi na wewe. Kuna mambo I think kwenye mahusiano au ndoa kusamehe waga ni kwingi sana tofauti na nini urafiki. Urafiki yani when you break the deal you are done for good. Sio kama ndoa na nini hivyo kuna muda unakufa na kihoro. Ndoa ni tofauti. Sasa unaweza kukuta mtu na familia na watoto. Dalisha au ndo nguvu. Sometimes hebu usilionyeshe ili mtu kama umelisamehe kama ni mume au yani wewe kaa tu kimya. Yani mimi sana kusamehe tuseme tu likija kuisha lenyewe moyoni. Kaa tu kimya sometimes yani usiwe mtu wa kukosea. Hapo ghafla tuko sawa eti nisamehe haya na mimi kusamehe jamani huo ni unafiki.
wewe subiri tu niwe sawa, kwa sababu wewe kipindi unanifanyia hilo kosa, unajua kabisa hili ni kosa na nimemfanyia mtu fulani, uweze ukanipangia namna ya kureact. Yani nikusamee ndani ya muda gani? Yani just leave me to be okay. Hapo ndo naweza nikasema nimekusamee. Na naweza nikasema pia, lakini kusamee kunaweza mimi sijui, sio ni kujidhalilisha, sio ni nguvu. Sio kujidhalilisha. Ila inategemeana, kuna maujinga mtu anafanya maujinga makusudi. Sasa na wewe ukiwa unamsamee mimi sijui bwana. Yani I think ni kama msamaha utaona kama vile unajidhalilisha endapo kama hujasamehe. Unaona? Au pia unayemsamehe na yeye unayemjua kabisa huyu hamaanishi msamaha. Unajua kuna mtu naomba msamaha ila hamaanishi. Sasa wewe ambaye unaomba msamaha, wewe si ndio umekosea, wewe ndio inamata sana kuliko yeye alikosea. You understand? Kuna mtu anakukosea na yeye anajua amekukosea na anajua atakukosea tena, anajaribu tu kutajijua mwenyewe. Msamaha utaona kama unajidhalilisha endapo kama yule mtu hujamsamehe. Umeelewa? Ina maana labda tu umemtamka mimi nimekusamea, lakini kumbe hicho kitu unacho moyoni. Ina maana kama vile utaanza ku overthink, alinifanyia hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Ina maana ni vitu ambavyo hujasamea, kwa hiyo unaona kama vile unajidhalilisha. Lakini kama umesamea hilo swala kabisa, ile kutoka moyoni, me and you we are good. Sidhani kama ni kujidhalilisha. Haya, swali linalofuata anasema hivi, je, ukishapata pesa marafiki wa zamani wanastahili kusaidiwa? Wanastahili kusaidiwa. Japokuwa kuna aina ya watu. It depends. Kivipi? Kuna ile unatakiwa umpe msaada lakini it's cross the limit. Just because you know someone back then, kwa hiyo ni haki yake wewe kusaidia. Sasa mimi ninachomaanisha ni wale marafiki, mfano umetoka naye kwenye shida, na unajua kuna rafiki na kuna watu unaojuana nao tu. Umeelewa? Sasa kama rafiki labda mlikuwa naye wote, mna haso, mnafanya nini, anajua mambo yako, unajua ya kwake, shida zako, imetokea ndo Mwenyezi Mungu kakubless, umetoboa. Kwa hiyo kumsaidia na yeye kumnyanyua ni uungwana. Though kuna baadhi ya watu wakipataga pesa anaanzisha hadi marafiki wapya. Wenzio, unajua kadri unavyopata pesa ina tabia kumbadilisha mtu pia. Sasa you can hold back. You can't hold the book back. Kama huyo rafiki yako wa zamani sasa hivi don't speak the same language, you don't fly together, mawazo yenu hayafanani, maono yenu hayafanani tena. Ujua alikuwa mfano mtu alikuwa ni best friend wako. We ended there. Allahu musta'an. If you don't speak the same language, mnakaa mnaongelea nini? Kwa nini yani usimnyanyue huyo rafiki na yeye? Kumnyanyua naweza. Umesikia swali lilivyosema? Rudia tena swali. Je, ukishapata pesa marafiki wa zamani wanastahili kusaidiwa? Si ndio? Wanasaidiwa, sijakataa. Lakini haimaanishi sasa yani ndio tu holdiane just because you have a history. Ndo nimesema hivi, mfano mimi na wewe tuna haso wote. Yaani akili yetu na target yetu ni moja. Tunafikiria, tuna plan vitu tunafanya, lakini maisha yetu wote bado hatujatoboa. Imetokea umetoboa, utaniacha kwa sababu hatufikiri pamoja? Mimi sijakataa, wewe nielewe. Kukusaidia unasaidiwa, lakini sio lazima wala sio haki yako. Ila ni uungwana. Na ndio maana nikasema ni uungwana. Ndio maana nikasema hivi, kuna watu wengine labda umemsaidia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, unaona kabisa huyo mtu namsaidia hasaidiki. Sasa kuna watu wengine hawasaidikaji. Kuna watu msaada sio haki ya mtu yoyote. That's my point. Kumsaidia unamsaidia ni uungwana, lakini pia sio lazima kumsaidia. Unaona? Na unamsaidia mtu ambaye anasaidika na anajisaidia. So mtu ambaye anakudrain kila siku just because they have a history, alikuwa sio ndugu, sio marafiki, sio mlijuana kipindi hamna kitu. Kwa hiyo ni wewe hata kama umemsaidia kwanza pili, unajitahidi kumnyanyua mtu anyanyuke. Kisa umenyanyuka tu na upambane jamani. Na kuna watu wengine wanalawama hata umpe nini. Ile tu wewe kupata kabla yake yeye inaweza kuwa kwake changamoto. Yeye amejiona amepata bwana. Kwa hiyo hata umpe nini it's not enough. Hata umpe nini it's not enough. Yaani yeye lengo lake kila siku. Sasa mtu wa hivyo ukishaona au ashindane na wewe, usimsaidie. Bora nikuache uniseme tu. Kwa hiyo yani it depends kabisa unamsaidia nani. Kuna watu mnaweza kwa kweli mlikuwa best friend, yani nyewe ni marafiki pika pakua, lakini wewe ukapata kwake yeye ikawa shida. Kwa hiyo mtu hivyo hata umpe nini jamani,
It won't be enough. Na wewe uweze ukasema eti ukae una hold, unakaa tu unajibana, sijui unajinyima huyu mtu tulitoka naye mbali si nini. Kama we are not flying together, kama hatuna mawazo ya kufanana, kama hamna unachonisaidia, kama ninakusaidia usaidiki, na kusaidia bado maneno hayaishi, mimi kwa kweli nitakuacha tu. Sasa hapo unamwacha. Ninachokimaanisha push na yeye apande juu. Kama yeye subiri. Swala kupanda ni Mwenyezi Mungu. Mimi ndio ninachokimaanisha. Kufika niliko au kunipita hilo ni Mwenyezi Mungu. Mimi nitakusaidia kwa sehemu yangu. Lakini kwa yes, ninachokimaanisha at least ufanye kidogo. Yaani yeye Mwenyezi Mungu kama hajampangia wakati wake it's okay. Au kama ni mtu unayemsupport lakini hasupportiki, hana akili ya kumake hapo ulifanya hata imetokea sehemu unasema mimi nilijitahidi kumnyanyua mwenzangu anyanyuke, lakini haikuwa riziki labda. Na kusaidiwa pia sio lazima msaada wa kifedha, kuna mawazo. Unaona rafiki. Yaani una pesa unisaidie mawazo. Mimi nataka pesa. Wewe unisaidie mawazo mimi Sina hela na mawazo sasa nipe hela, nipe mawazo, usinipe mawazo peke yake. Mimi sitaki mawazo. Sasa zingine labda kuna project unajua huyu inamfit huyu hapa, lakini hata hii hela alonayo yeye anaweza akaanza. Kwa vile wewe labda una pesa, umezunguka, umeexplore, umefanyaje, unaona hata mawazo pia. Hata mawazo ni msaada mkubwa pia. Ila pesa ndo msaada mkubwa zaidi. Sawa. Next question. Next question inasema, je, ni sawa kumkata mtu maishani bila kumpa explanation? Absolutely yes. Yes, yes, yes. No explanation, no negotiation. Tukae tunaliongelea hilo nini? Kila mtu alambe akule mbaliga. Wanasema mbaliga. Inategemeana mtu. No, nasema hivi. Mfano kuna watu wanafanya need explanation. Kuna watu wewe mwenyewe Yusa unanijua mimi, when you give me room to negotiate, you know me. Hata kama wewe ndio umenikosea utaanza kuhisi kama vile au mimi ndo nilimkosea. Kwa hiyo mtu kama mimi nikikutana na mtu kama mimi tena maishani, I don't give a room to explain. Najua tu najua hili limeniuma na nikimpa room ya ku-explain ita change my mind. I cut you off completely without even saying hi. Tutakutana maybe 5 or 6 years of life later. I don't give a room kabisa. I don't give a room to negotiate. Why should I do that? Nimeumia, umenikosea. Kwa nini nikupe room ya kwanza kunieleza upande wako ilikuwaje ili niingiwe na huruma? No, thank you. It was bad. Na iliniumiza sana. I don't give a room. Walikuhurt. Yes, my friend. And you closed the room. The door, yes. Which fridge? Ila mimi sijawahi kukutana na mtu ambaye amenihurt sijui my feelings. Which feelings? Kwanza I don't have feelings. Kweli mimi sinaga feelings. I don't have feelings. Mimi no feeling. Sasa umenihurt nini? Labda unikope hela afu ukimbie. Kuna watu unajua ni yani sasa sikopeshi. Kuna watu nimewakopesha hela afu yeye ana hela zangu. Labda mtu hivyo ndo yani usinijue. Ishi kivyako, lakini sijui alinihati, ametoa umbea wangu huko ampeleka huko. Na umbea gani sasa mimi mwenyewe maisha yangu mafupi hivi? Tena mimi kama stories za mashoga nikisikiaga umbea. Mimi hata mashoga ananisema nini? Sinaga hata room ya kunegotiate. Eti uanze hamna, haikuwa hivyo. Tulikuwa tukuongelea hivyo wewe. Yaani fulani nimesikia fulani anakusema. Yaani mimi na yule fulani ni block tumeishia. Yaani wewe unavyojuaga. Yaani mimi nishika goodbye madam. Eti nianza kutafuta. Nasikia umenisema. Nimepewa habari na fulani na fulani. Ili uanze kuniambia hamna haikuwa hivyo. Unajua tulikuwa tumekaa pale, akaja mwingine, sijui huyu alisema hivi. Kama wewe ni rafiki yangu ukawa comfortable mtu kukaa kunisema na wewe upo ulichangia mada hukuchangia najua sijui, we are done for good. Na mimi nakupa the same room darling. Wewe ukisikia tu siku Zua amenisema ni block, I'm good with that. Tutakutana mbele ya maisha tusipokutana akhera. I'm very good. Anyway, ni block to me sina hata shida. Na hata sitakutafuta. Sugar mbona umeniblock? No. Maisha yangu yataendelea ilipoishia dia. Tutafungua ukurasa mwingine na watu wengine. Sitakai kabisa. At least hata kwenye mahusiano unajua kuna deal breakers zinasema mimi hii siwezi lakini ukaweza, lakini kwenye urafiki I say that every day. Yani kuna mambo mengi sana kudina, mengi sana.
sana. Yeah. Ni kweli. Hata mimi na support na waga na kusupport. Mtu akikufanyia ushenzi, goodbye. Goodbye. Yaani naanza kuongea nini? Japokuwa mimi sijawahi kufanyiwa ushenzi. Mimi hata nikisikiaga kuna mtu kani block naanza kurewind. Hivi nilimfanyiaga ni ukute nimkosea kweli basi lillahi family kama kani block basi. Siwezi nikamtafuta kwa nini umeblock. I don't deal with that. If that gives you peace kuni block mimi, I'm fine with it. Nitadili na maisha yangu pande zangu zingine. Sina muda, yani siwezi nika negotiate na wewe na mimi sitaki unegotiate na mimi. If that's fine for you, we are good. Thank you madam. Je, wazazi wana haki ya kupanga maisha ya watoto wao hata akiwa watu wazima? Ngoja mama yako aje aone hii podcast hiyo. Sipendi hicho kipindi chenu jamani. Siku mama samani ukiona siku tukiacha mjue ni mama yetu. Ujue nikwambie kwa mtazamo wangu mimi kwa ninachokisema, mtoto unamlea wakati yuko mdogo kwenye himaya yako, umeelewa? Pale utamfundisha kilicho bora, nini utamtrain unavyotaka. Lakini asilimia kubwa ya watoto wanakujaga kuharibika vioni kwa sababu anakutana na watu wengine, tabia zingine. Sasa pale mzazi yuko mbali. Hata ukimtukana mtoto, unampigia umemtukana au unamfanya hiki, pia inakuwaga haisaidii kwa wakati huo kwa sababu ameshatoka. Na mara nyingi wengi wanaotokaga machuoni unakuta anapata kazi huko, labda ametokea mkoani, mfano Mwanza, nimepata kazi huku, nimeanza maisha mengine. Obvious mimi nimeshaondoka kwenye mikono ya wazazi. Umeona? Kinachotakiwa hapo kwangu mimi ni mzazi tu akupe maelekezo, kipi sahihi kipi, lakini hawezi kukulenga kwenye misingi yake. Let's say nyumbani mtoto haruhusi kurudi zaidi ya saa 12. Yaani saa 12 ndio umechelewa sana. Lakini kwa huku mimi naishi peke yangu, nitaishi kwenye misingi ya mzazi wangu alivyonilea kule nyumbani. Sio sawa, lakini haimaanishi kwamba nitashindwa kurudi saa 4 nyumbani, umeona? Lakini tu kwa sababu nikiwa na ile malezi nimekuwa nayo fulani, nakuwa naona sio sawa, imetokea emergency nitachelewa, lakini pia na maisha mengine mzazi hanioni, hafanyi nini, umeelewa? Mambo kama hayo. Lakini pia wazazi, unajua wazazi wetu wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Kadri tunavyozidi kukua, mambo yanabadilika. Let's say zamani unakuta mtu ni fresh from standard 7 ameolewa, ametoka bado mdogo, ana nini, ana malezi ya wazazi, yani bado anakauoga, anakuwa anda mwanaume, kila kitu yeye tawile nini. Kwa jamii yetu sisi tulivyofika sasa hivi tunaendeshwa sana na mitandao. Umeona? Maisha yamebadilika, globalization. Unakuta mzazi anataka uishi kama yeye alivyoishi, umeelewa? Let's say samani, lakini kwa upande wa mzazi wangu labda mamangu subiri. Nimenyamaza Isa. Natengeneza nuclear atomic bomb. Ila anyways, nikwambie. Unakuta labda mzazi anaona kama labda kipindi kama hivi tunavyofanya, umeona? Mama yetu anavyoona, anaona tunakosea, which is ni sawa, ni mzazi, lakini anaangalia kwa jicho la zama zao, labda ni kitu ambacho sio sawa, sio nini. Lakini kwa jamii yetu mama, okay fine, wewe unaona where are we going wrong? Yani embrace your concern, tunaweza tunakosea nini? Akasema tulikuwa wote actually making conversation. Akasema naona kama vile watoto wa kike mnajionyesha sana mitandaoni. I was like, kwa jamii yetu ili maisha yaende ni lazima uinvolve kwenye social medias. Sasa riski zote tunazipatia social media. Mfano Instagram ni lazima uonekane. Hujaonekana huli. Mimi nikamwambia hivi mama, kama unahisi sisi tunaweza tukafanya vitu vibaya, mimi niko Instagram since 20 ngapi ile. Tangia nimeanza biashara. Na sio kwamba leo umeanza kunionea YouTube, no, nilianza Instagram. Kama ingekuwa ni vitu vibaya kama unavyowaza, sio watu wanafanyaga TikTok sijui wakianza kujionesha, ningevifanya back then. Lakini my Instagram it was all about business. Kwa hiyo hata hiki tunachokifanya pia it is with purpose. So kama tumekurupuka tu just because we want to be known, we don't care about that. We do things with purpose. Lakini pia
Kwa watu wetu sasa, jamii yetu, yani watu wa sasa hivi utandawazi ambao, yani niseme nini, ambao sio watu wa zamani, sio yani anakuelewa, unaona, ndio mama ukuta mnafanya vizuri, tunawafuatilia, tunapenda vipindi vyenu nini, lakini kwa mtu ambaye yani hajakutana na hizo zama inawezekana asikuelewe. Lakini kwa jamii yetu sasa hivi kila kitu kinaendeshwa na mambo ya mitandao nini, which is sisi pia tukija kuwa wazazi huko mbele kuna mambo mengine ya rise ambayo sisi pengine tunaweza kuona mbona kama mwanangu anazingua, lakini ndo system ya maisha nyingine imechange, umeelewa? As long as mtu hafanyi kitu kibaya, hautukani mtu, tunajadili na kudadavua mambo, mimi naona ni sawa. Ila though nisipotuona tena Wewe tunaogopa kupewa laana. Ndio maana sijaongea sana. Ngoja mama. Tena wewe ndo naambiaga mnafiki mkubwa wewe. Mnafiki mkubwa. Tuendelee. Mama tuseme tuko tunatafuta ugali jamani. Wewe jishauri. Haya, the next question. Je, unaweza kuwa na ndoa yenye furaha bila kupost partner wako? Kwa nini umposti wamuibe, uanze kuvunja nazi? Kwa nini? Yaani tena ukitaka uwe na amani usimposti. Ni kweli kabisa. Unajua kwa sababu gani Zuu? Kuna watu fulani, kuna watu wako hivi. Paka huyu amedate na Zuu, unakuta Zuu nakuonaga big deal. Paka anaanza kuchimbua na yeye amtafute sasa huyo mtu wako. Kumbe huyu ni big deal. Umeelewa? Lakini nisipomuonesha inawezekana ukakutana naye ukamchukulia yani na usijali. Yes, na ukitaka amani. So validation ya upendo. Na ukitaka amani usimposti mtu wako. Kwa sababu jamani watu wanatolewaga kasoro, hata ukiingia TikTok unaona maskini. Kwa nini yani, kwa nini mtu kwa nini mnawafanya kwa nini yani watu wewe umeweka kwa ajili ya furaha yako, lakini unakuta kuna watu wanakuattack. Mwanzo tena sisi binadamu, Zuu mwanzo watu wanakupokea moto. Mmependezana, mnaendana. Sijeni kuna wengine wanapokelewaga vibaya, lakini wengi wao wanapokelewaga vizuri. Huyo mtu mwenzangu. Kuna juzi hivi kuna ile ukumbuki ile Tendege wamevalishana pete, si bwana harusi alivyokuwa mfupi, watu walivyokuwa wanamcheka. Hayo ni tabia mbaya. Hayo ni mapokezi mazuri mwenzangu. Tabia mbaya. Kwa sometimes mimi naona ili maintain peace yako, mi bora mni-attack mimi, ila sio mimi na mwenza labda muanze kunifuatilia. Yaani naona sitokuwa na amani. Hata kama mtoto kuna mwingine anahisi kama ni furaha kutokuposti labda mwanae, it's okay. Yaani itakufanya uwe na furaha zaidi, unakuwa na amani. Sema wanasema hivyo kwa partner anaweza kuona labda you are hiding something, yani au you are not proud of him. Wewe proud, kwani kuwa proud ni mpaka nikuposti? Sasa si vile kuonesha labda huyo awe mtu wa mtandaoni. Kwa nini mke wangu, kwa nini mume wangu? Mimi nataka tu na amani. Kwa nini tupostiane? Au kwa nini yani uniposti unanificha au una watu wako wengine? Sasa kumposti mtu haimaanishi ndo unampenda. Kuna wengine wanaona kama vile ukimposti unaonesha kama you are so proud. Mimi sasa nalinda amani na furaha yangu. Kama bora nisikuposti. Kuna watu wanapendaka kupostiwa wewe. Yaani hapo ukimposti ujue sio wako tena, umempoteza. Wanawake wanaonaga wakipostiwa na wanaume wao yani yenyewe sasa ndo amepata tiki katika wale 10 kama mmoja yeye ndo kidelea. Sasa mwanamke kupostiwa. Mimi sitaki wewe. Ndo nasema kwa nini unizalilishe? Kwa kweli, lakini kupostiwa nako ni kuzalilisha. Ila bora mwanamke upostiwe kuliko bwana mimi naona sio sawa. Inategemea hamna, kila mtu tu abaki na simu yake. Bora kila mtu abaki na simu yake na picha zake kwa kweli. Sasa kupostiana yani tuna kupostiwa ndo inadhalilisha kuliko kumposti. Kwa sababu watu wanakuwa wanajua madhaifu yake au tabia zake. Wewe unapostiwa, wenzake watu wake, tuseme watu wake, unajua kuna watu wake ambao wanajua watu wake wengine na wewe ukiwemo. Kumbe ndo mshindi katika wale 8. Kaka dada kamepambana. Kamepambana mwenzangu, sije nini hivi, do you understand? Watu wake sasa umekupostiana na ngine inadhalilisha sana. Yaani tena kama kuna vile watu, kuna mavituko watu wanajua wamekufanyia mavituko yani yale Mungu wangu huyu mke tulimwona juzi na fulani huyu maskini hivi, kumbe una mke wake maskini huyu dada
Ila wanaume nao wanajoga kuaibisha wenzao. Sasa si bora tu mtu asijue yani aelewi hata kinachoendelea kuliko kunipost. Maskini mke wake anavumilia mengi, ila huyu ni mjinga huyu. Sasa alikuwa na fulani tukamwona na fulani na fulani tena. Ila wanaume umekaa umetulia nyumbani na watoto. Ndio. Unapika kumbe uko unadhalilishwa. Anyways, kabla hatujadhalilika twende swali jingine. Sasa la kupostiana tuliache tu kwa kweli. Tupendane tu in private. Je, kuna umri ambao mtu anatakiwa awe ameoa au ameolewa au amefanikiwa? Kuolewa ni kadari. Ni riziki hiyo Kuolewa, kufanikiwa, kuoa ni riziki kama riziki zingine. Yaani hamna umri sahihi. Unaweza kujiwekea sema ni vizuri mtu kuwa na malengo, mfano sio ya ndoa. Mfano hata ya kipato, labda paka mwaka fulani inshallah Mwenyezi Mungu akipenda niwe nimemake lakini sasa ni sawa riski ya coming back. Mwenyezi Mungu mwenyewe aamue. Nikomomba tu Mwenyezi Mungu na kufanya kazi, lakini kusema umri sahihi kina KFC wamefanikiwa na uzee utu uzima ule. Ina maana unakuta ujana wake wote ukute perhaps alikuwa atashakata tamaa. Kuna mtu anaolewa na miaka 40 na anaishi ndoa ya furaha. Kweli? Kuna mtu anaolewa na miaka 10 na anaolewa na miaka 22 sio 20, akifikisha tu miaka 30 kashakuwa divorce na watoto. Haya mambo waga yatabiriki, ni Mwenyezi Mungu tu mwenyewe, riziki tu Mwenyezi Mungu. Hamna kipimo cha kufanikiwa kwa kuolewa, si umri huu unatakiwa uwe hivi. Juzi nilikuwa napita TikTok nikaona comment ya huyo mbaba, ni mbaba si I think alikuwa ni mbaba. Alikuwa ameandika hivi, eti mwanamke ukifikisha miaka 30 hakikisha una mtoto hata kama hujaolewa. Unatoa macho nini? Eti hakikisha una mtoto hata kama hujaolewa. Unajua ni shangaa. Yaani kwa uzae na mwenda wazimu tu. Yaani mradi uwe na mtoto. Una mtoto wapi sasa? Hakikisha una mtoto hata kama hujaolewa. Kwa dini yetu kwanza hairuhusiwi. Na nikasema ni people are so naive, yani you can't plan things like that. Kwanza huyo mtoto unayemleta duniani, unaweza kumleta mtoto duniani kwa hesabu. I mean uweze kumleta mtoto duniani bila kupiga hesabu just because wakati sijui unapitia pressure ya jamii, sijui pressure ya watu ndio ujue mtoto atakuja akupe pressure zaidi. Tena uzee eti ukuruke, na maana hapo hakisha unaanza kama hata kama hujaolewa, na maana utazana mwanaume ambaye hamjaingia kwenye ndoa, na perhaps hata hizo financial responsibilities zote za mtoto zitakuhusu wewe. Nini haya? Mbona wakati una miaka 30 uko unaishi zako tu kwa amani jamani? Mimi siwezi. Wewe unaweza? Unaweza ukazaa bila kuolewa? Haya ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini namuomba Mwenyezi Mungu asinifikishe huko. Nakuuliza swali binafsi, unaweza ukazaa bila kuolewa? Yaani hilo ni swali gumu kwa sababu kuna mistakes zinatokea. Tukiongelea katika Uislamu ni kitu ambacho hakiruhusiwi kabisa. Lakini kuna watu wanafanya mistakes bahati mbaya tu. Umeona? Kuna mwingine anatokea na umri mkubwa anaona anyways acha nilee. Kwa mimi nizae tu, nitapambana na mwanangu amekuwa tayari yeye kulingana na umri wake. Kwa hiyo yani tuombe tu Mwenyezi Mungu asitupe mtihani huo, labda kutujaribu itatujaribu, lakini siwezi kusema siwezi au naweza. Hayo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Alafu Mwenyezi Mungu anapenda kumjaribu mtu sehemu ambayo anajiona sitafanya. Mimi sitafanya kitu fulani, Mwenyezi Mungu ndo anakujaribu hapo hapo. Umeelewa? Mwenyezi Mungu atusaidie tika kwa kweli sala kuolewa bila kuzaa mimba. Mwenyezi Mungu atunusuru. Hebu sema Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa sababu yani alafu pia mitandao inaishi. Yes. Twende next question. Eti uzee bila kuolewa ukaja watu wakakuprove wrong. Wewe ulisemaje? Mwenyezi Mungu tu atunusuru. Swali linasema, je, mtu anaweza kukupenda lakini asiwe sahihi kwako? Yaani yeye anakupenda lakini wewe unaona huyu mtu sio sahihi. Kwa upendo so everything. Kuna vitu, yani kuna lot of things to feel in kusema huyu mtu ni sahihi. Yani sio tu kwamba kunipenda. Yani kunipenda, yani kwa kama unanipenda haitoshi. Unaweza kukutana na mtu hapo baba, dada mambo nimekupenda na yeye ni sahihi jamani.
Yaani upendo sio kila kitu. Lakini pia unaweza kukutana labda na mtu ukawa naye kwenye mahusiano, yeye anaona kabisa wewe ni sahihi kwake. Ila wewe ukiangalia kuna vitu ana miss, labda huyu hawezi kuja kuwa baba bora kwa watoto wangu, au huyu. Na unaweza saa zingine mkaenda na mtu hadi far, baadaye ndo ukasema huyu hapana, huyu sio sahihi. Yaani there's no future for us. Nitateseka huko mbele. Unaweza hadi mpaka ukaolewa. Umefika kule ndoa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unasema ndugu yangu, kumbe siku hatukukaa tukasomana vizuri hapa hamna kinachoweza kuendelea. It happens. We are all human. Na uwezo ukampangia mtu kama mimi naona kuna vitu kwa huyu hapana, kwa kweli. Unaona? It happens kabisa. Unaweza mtu akakupenda na kaa sio sahihi kwako. Na kuna mtu unaweza ukampenda na sio sahihi kwako. Yeah. Ni kwamba tu saa zingine moyo kama tulivyoongelea last podcast. Moyo unagomi lakini haimaanishi. Yeah. The next question. Je, wanawake wanajipa standards ambazo wao wenyewe hawawezi kuzifikia kwa wanaume? Kama juzi nilikuwa napita Instagram. Nikakutana na huyo mdada ameandika siwezi nikazaa mpaka haya yafuatayo yatimizwe. Nikasoma. In my mind I was like, time will tell. Yaani kwa hiyo I think kuna standard fulani mtu anaweka ambayo yeye mwenyewe kabisa kiuhalisia. Kuna kipindi napenda kukifuatilia. Though it's nice to manifest, unajua. Yeah. Kuna kipindi napenda kukifuatilia Mr. Right. Kuna huyo dada, wanakuwa dada, anakuja mwanaume, labda unaangalia vigezo vyako, au mwanaume anakuja mwanaume. Sasa huyo kaka alikuja, huyo dada akamwambia hivi, mimi nataka mwanaume ambaye yani ili nikukubali unaingiza una uwezo wa kuingiza 50,000 kila siku. Yule mwanaume akamwambia hivi, wewe unaingiza wewe hiyo 50,000 unaifikisha kila siku au unanijaribu tu mimi? Kwa yani unakuta wanawake sometimes bwana, yani tunazinguaga. Umeona? Unakuta mtu anataka mavitu makubwa, ukimwangalia yeye mwenyewe haba, mimi nataka mwanaume mwenye V8 mwenye nini, yeye hata gari ndogo hana chochote. Umeelewa? Kwa yani kuna muda tunajitoaga akili, tunaenda yani beyond at least, yani kuwa na kitu fulani utake labda wajuu yako kidogo, lakini kuna mtu unaona kabisa hivi huyu ana akili timamu. Sema it depends mwenzangu. Kuna mtu ana spirit ya kujiamini wewe. Sasa huo ni ndawazi. Utaona wewe. Kwa mfano ulinihadisia yule mwanamke alo comment kwenye nanilia, alikuwa ni Chris Brown, kuhusu mabebi mama wake. Chris Brown akamwambia, unahisi mimi naweza kukupa hiyo nafasi? Kwa hiyo yani kuna watu wanakurupukaga tu, yani anajipa ka umuhimu fulani kwenye maisha ya mtu, ili hali mimi mwenyewe yani bado yani kujiamini, yani anahisi the bar is so high akati. I don't know, sijui hata nisemeje, lakini kila mtu kuna watu ana spirit ya kujiamini na anakutana na mtu yani anajiamini, yule mtu anampenda kule kujiamini kwake. Sawa, lakini alizojiwekea. Swali linalofuata linasema hivi, je, love at first sight ipo kweli? Ipo. Mfano hata wanaume, unajua hata mwanaume siwasemei, lakini unakuta akimuona tu mtu anajisemea na moyo wake, baba huyu naoa. Unampenda mtu kwa mara ya kwanza na unajua kabisa. Kwa mwanamke huwezi kusema huyu ni mume wangu, sababu mpaka mwanaume mwenyewe aamue. Lakini yes, ninachomaanisha sio kwamba yani mwanaume anaweza kuona akasema hivi huyu naoa, ila mwanamke hawezi kusema huyu ananioa, lakini unampenda, yani umemwona kwa mara ya kwanza. Marriage at first sight, tumesema love at first sight. Yes, ndio nimejaribu kuelezea upande wa wanaume ukakati butterfly. Ipo, lakini mara nyingi yani ipo unaweza ipo. Ipo, it happens, ipo. Love at first. Kwa sababu mtu, kwa mfano unakuta mtu unampendea, ni kitu cha kwanza unasemaga macho, muonekano.
Unaona? Kwa hiyo unaweza kukutana na kijana ni ile wow, yaani ule muonekano ukavutia ukampenda. Sasa baada ya hapo mdomo ukishafunguka ndo tunajua au kuna mwendelezo hapo au hamna mwendelezo. Unaweza kumpenda mtu mara kwanza lakini kinywa kikamponza. Kweli. Kuna vijana akifungua kinywa ni rubbish tu. Na unakuta ulivyomuona yani ulimpenda mara kwanza, umemuona ukavutiwa naye yani this guy wow, nini yake kutoa mfungua kinywa ndio ikawa rubbish. Okay. The next question nasema hivi, je, social media inasaidia au inaharibu confidence? Social media? Social media ina advantage na disadvantage. Inaweza ikakuharibu au ikakuboost confidence. It depends. Inategemea na wewe yani unaitumiaje kwa manufaa yapi na kusaidia na boost confidence ya social media. Kwa mfano umepiga zako picha, umependeza, ukajiposti, watu wakakusifia, ukapata likes, comments, yani ina boost confidence. Siku nyingine utarudia tena. Kumbe I'm beautiful. Hivyo sema sasa ukija kuchama ndo utasema mama ya ilahi mimi. It depends kwa kweli. Hapa tunakuja depends. Kuna watu wengine nao wakisifiwaga ndo wanaharibu. Anajitoa akili zaidi. Haya, the next question nasema hivi, je, independent woman inatisha baadhi ya wanaume? A woman being independent. Kweli inakuwa ina intimidate. Mwanaume anakuwa anaogopa, huyu ataniheshimu, ataweza kunisikiliza kweli nikimkataza usifanye hiki usifanye hiki na nikiangalia. Unajua mara nyingi unakuta mwanaume tena ukiwa umemzidi kipato. Labda kama mume wako anakuwa anaona huyu sidhani kama ataniheshimu au atanisikiliza, lakini pia hivyo unakuta na mwanaume uweze ukawa relaxed kuzidiwa na mwanamke. Yaani ile yeye kuogopa au kuwa uncomfortable au insecure ndio huo wanaume. Yaani wanaume wengi walio wanaume kamili, hiyo kitu waga ni lazima kuwakuta. Ni kwamba tu yeye mwenyewe atajitahidi, yani anafanyaje cope with the situation. Lakini yule mwanaume ambaye ni masculine na a man lazima atakuwa intimidated. Asipokuwa intimidated tena yeye akaanza kuwa kama chawa, wewe ndio lazima uquestion wanaume wake. Hivi huyu ni mwanaume kweli? Lazima. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe tu kujitahidi, yani kufanya copy ile situation ya kuzoea kwamba my woman yuko hivi na hivi, lakini yeye kwa intimidated it's part of him being masculine. Haya, hapa inasema hivi, je, ungechagua kazi yenye mshahara mkubwa usioipenda au kazi unaipenda yenye kipato kidogo? Twende tu kwenye mshahara mkubwa siipendi, tutapendana tu huko. Kweli? Kwa sababu mwisho wa siku kweli nakwambia, kwa sababu mwisho wa siku tunachokihitaji ni pesa. Yaani kitu chochote kinachokupa pesa utakipenda tu mbele ya safari. Nikianza hobi yangu mimi, yani mfano mimi sikuwa natamani kuuza nguo hata siku moja. Umeona? Haikuwa kitu ambacho kipo akilini mwangu kabisa. Nilikuwa natamani zangu niwe napika, pika hivyo mambo ya hivyo, mabiriani, mambo ya keki, sijui manini, hivyo yani nguo hazikuwa part of me. Lakini kwa kipindi hicho sikuwa pia yani vizuri na mambo ya yani sikuwa katika mazingira, unajua kupika nayo inahitaji muda. Mimi nilikuwa nasoma, inahitaji sehemu, labda restaurant uiweke vizuri, ufanye nini. Sikuwa na huo uwezo by that time, lakini nikajikuta nimeanza huko. Mwisho wa siku nimekuja kuipenda kazi yangu ya nguo, lakini haikuwa kitu changu, ila as long as imeniingizia hela, nikaona okay, acha nikomae huko. Kwa mtazamo wangu mimi. Wewe unaweza kwenda sehemu ya mshahara kidogo, mfano upewe mshahara 300,000 ila hiyo kazi unaipenda, uache ya 1.5 kisa uipendi. If it's business I prefer kuanza na ninaipenda. Kama ni kazi na nitaanza na that's not media. Ni mshahara mkubwa mdogo. Kama ni kazi ya kuajiriwa nitaanza na mshahara mkubwa. Yaani I'd prefer mshahara mkubwa kwa sababu I'm working for someone else, it's not my work. Tufanye ni ya kwako. Yaani umepewa dili la kazi. Subiri nikwambie, mfano wewe tunapenda mambo ya fashion wewe. Umeelewa?
ukutane na mtu akupe dili la kuuza nanili, tuseme nini, hizi za magari sijui nini spare, labda dili la maspare manini hayo yana hela kinoma, alafu wewe habari zako ukae unajisubiri. Yaani wewe utafanya nini? Mimi naingia kwenye spare. As long as napata hela nzuri, hela kubwa, nitazijua tu huko mbele ya safari. Na tutapendana mimi na spare. Kweli, as long as ni kitu ambacho kinaniingizia pesa kubwa kwa wakati. Yaani kwa nini nianze kusubiri labda miaka 3 eti kisa naipenda kazi yangu, itaenda inakuwa taratibu. Why? No. Mimi unajua mimi nilikuwaga napenda hata nilipoanza biashara. Nilikuwa napenda mambo ya cosmetics sana. Lakini nilikuja kuona natumia nguvu kubwa kuwaelewesha watu, ilhali nikivaa nguo naweza nisiongee nikaweka tu mziki nikageuka nikauza. Kwa nini nitumie nguvu kubwa? Caption ya maandishi. Kwa nini nitumie nguvu kubwa? Acha ni focus huku ninakoona nini? Kunanipa hela kwa urahisi. Kwa hiyo mimi siwezi kukaa na hangaika. Sio kwamba kila mtu ana kipaji cha kumultitask. Ukafanya hiki effectively na huku ukafanya hiki tena effectively. Mara nyingi tunayumba, ukihamia huku focus na kile ambacho kina kuingizia zaidi mpaka kikimachua ndo unaweza ukaanzisha na vitu vingine. It's fine pia kwa mtu ambaye anaweza kumultitask. Je, pesa hubadilisha tabia ya mtu? Usikiage anasema amebadilika, amemshinda hata Zuena. Kuna watu wanabadilishwa na pesa sana. Sijasema kuna watu, hata mimi naweza kubadilika. Nategemeana tu nimepata shilingi ngapi. Lakini nishabadilika hapa nilipo. Nategemeana. Eti kuna watu, subiri nikwambie, kuna siku tulikuwa tunabishana. Tulikuwa wengi na huyu anayeturekodi. Tulikuwa tunabishana. Tukasema hivi, pesa inambadilisha mtu automatically. Wakaanza kusemaje? Mmoja wetu akawa anabisha. Sadi akawa anasema yeye pesa haiwezi kumbadilisha hata awe na pesa nyingi kiasi gani. Like alikuwa anaenda kushinda na wenzake kwenye kahawa, ataendelea vile vile. Umeelewa? Alikuwa anakula hivi kwa mama ntilie, as long as ndo kinampa furaha, ataendelea. Nikamwambia hivi, unaongea kwa sababu hujazipata pesa. Pesa zina tabia moja. Kwanza ukipata pesa, umaarufu waga na wenyewe unafuatia nyuma. Though kuna watu wana pesa lakini asilimia kubwa, umeona? Wenye pesa wanajulikana. Sasa umaarufu na kujulikana ni tofauti. Umaarufu ina maana ni na maanisha yani kujulikana. They are unknown kabisa. Sikiliza. Na enjoy na hela zake. Sikiliza nikwambie hivi ninachokimaanisha. Sio yani umaarufu hivi, umaarufu sijui wa mitandao. Kuna kujulikana tu. Huyu ni mtu mfano mtaani. Hata ni kwenye sehemu yako au nini. Huwezi kutoka ukaenda kukaa eti kwenye kahawa. Eti kwa sababu wewe ni maarufu? Yaani kuna vitu automatically vina change. Subiri nikwambie, utakutana na watu mnao speak same language. Utatoka kwenye kahawa utahamia kwenye coffee. Yaani sasa kama kwenda kijiweni utajisikia utajikuta tu hebu nikikutana na mtu fulani tuna kikao hoteli fulani, utaenda utakunywa coffee utasahau. Lakini pia unakutana na watu ambao mtazungumza mta speak same language. Ndio nimekutana hotelini kwenye kikao. Ni wenzio. Sasa si ndio kubadilika kwenyewe, unakutana na watu wengine katika maisha ya kibiashara, mnaongea lugha moja. Huwezi kusema wewe leo mtu una milioni 700 uende ukakae kijiweni na wenzio hata 5,000 ya kula mchana hana. Atakushauri nini huyo mtu? Kwa automatically hamwezi kuongea lugha moja, utajikuta unaanza kuinvolve na watu wengine ambao mnahusiana kwenye biashara, kwenye nini, mtatoka nao huko, sehemu zako pia za kuzunguka zitabadilika, aina ya vitu, magari, nini, hivyo. Hata unapoishi kwanza utahama. Utahama. Mtaa ambao yale mambo tena haya. Yaani mimi nipate hela labda ukae nilikuwa sinaenda zangu Masaki nini huko. Lazima nitakutana na majirani wenzangu wa Masaki. Mnaamka asubuhi mnatembeza vimbwa nini? Vimbwa. Mungu wangu.
Kwa hivyo yani pesa tu inambadilisha mtu. Inawezekana usibadilike kwamba ukawa majivuno. Kuna watu wengine sio tabia mbaya. Kuna watu wakipata pesa unajua wanaanza kujivuna pia, kuringa. Lakini kuna watu wengine habadiliki kitabia kwamba labda sijui kuna atapunguza tu kuongea na watu kama hakuna umuhimu atafanya, lakini sio mtu anayejivuna, umeelewa? Lakini tu kuna maisha, lifestyle yake lazima itabadilika. Ni kweli, that's very true. Pesa inabadilisha hata muondoko bwana. Kwanza pesa inatakatishaga hiyo. Unakuta mtu zamani alikuwaga mweusi, unakutana naye mweupe. Ana weupe wa njano. Weupe wa njano. Alafu anaweza kata ajicream. Anang'aa tu maji. Skincare vyake pia. Skincare sio lazima uwe mweupe. Kuna mtu tu unakuta muda konegeri aisi akifika sio ndo ofisini aisi nyumbani si hata kwa mweusi sanga. Tuombe tu Mwenyezi Mungu atujalie pesa, ni muhimu sana. Unakunywa zako collagen zako nini? Unakuwa ni unatumia pesa kujali afya yako, kwa hata ngozi lazima ikae vizuri. Unamtolea macho nini? The next question inasema kwamba je, uzuri unafungua milango kuliko elimu? Vinategemeana. Kaa vizuri sasa. Vinategemeana. Ukiwa mzuri una akili tauchosha mwili. Sasa unajua akili na elimu ni vitu viwili tofauti. Kuna watu wanaekea unasema elimu, wewe umesema elimu. Uzuri unafungua milango kuliko elimu, yani you are talking about beauty privilege. Lakini mnasema jamani someni. Yes, mimi kwambie. Upande wangu it's a yes for me. I can say mimi sehemu nyingi ya maisha I have gone through beauty privilege. I can say that. Mimi hata Insta watu wameanza kunifahamu kwa sababu unajua mimi kipindi nimeanza kufanya biashara Insta nikwaga nikipiga picha hivi kwenye kioo nilikuwa naziba sura na simu. You understand? Lakini sasa yani you can see the engagement ya kipindi kile haikuwa kubwa. Umeelewa? Sasa baadaye nikawa kama vile mtu akanipiga picha nyuma ya sura ikaonekana. Lakini wallahi na pia mbele ya Mwenyezi Mungu sijisifi. Mimi nimeanza kupata followers baada ya kuonekana. You understand? Yaani unajua watu wengi wanakuwa ni nani? Huyu mdada hivi mrembo anauza nguo ni nani? I started gaining follow there. Mimi kuna watu nimekuta kwenye game kitambo. Kabisa. Lakini I use the beauty privilege that I have to move forward so I can say yes with all the confidence. Yes. Usiniangalie I'm beautiful and I know it. Clock it. Yes. Ululu yae. Ongera. Ati ululu yae. Kwa nini umesema ululu yae? Si mzuri beauty. Beauty with brain. I'm beautiful. Yani hilo sana. With brain ongezea. Sasa wallahi kweli mimi nakwambia hivi sasa kuna siku nishie kuambia hivi the unfair advantage that you have ndio uitumie. Usihangaika kuhangaika na other advantages ambazo huna. Tuseme wewe darasani labda wewe ulikuwaga mwenye akili sana labda wewe ni mzuri. Yule ambaye ana akili sana asikufanya ujisikie vibaya kwa sababu akapewa akili lakini sura mbaya. Wewe umepewa uzuri lakini hauna akili. Kila mtu ajivunia alichonacho na kila mtu akitumie alichonacho. You understand? Wewe Mwenyezi Mungu huleta ikakupa kipaji cha kuongea. Unaweza kuongea ukatuchekesha wote hata walonuna. Unaona? This industry uloingia ndo inakufaa. Na ndio maana I'm insisting on content kila siku. Mimi nimeingia industry ya uchekeshaji. So industry ya uchekeshaji huko kwenye social media. Mimi nauza nguo. Unauza nguo lakini what you doing unapata engagement. Watu wamekufahamu kwa sababu gani? Kwa sababu wewe waga nikikaa tu hata naongea zangu kwa sababu I saw something in you. Na ambacho imekusaidia sema haki lila imekusaidia haijakusaidia. Elimu yangu ndio ilonisaidia. Wewe huyu ambao ulikuwa unalia jamani Zuba unipostia wewe watu wanakujua, watu watakuona una followers wengi sina followers see now. Say thank you dear. Say thank you.
Hivi mnaona wewe haki ya Mungu. Mimi ni Yusa. Nilikuwa nikikaa hivi naambia tu mdogo wangu. Usiona niita Yusa, niite Yusra. Uwezi niite yu. Yusra nilikuwa naambia ni mdogo wangu, jamani mimi mdogo wangu alifanya hivi akanichekesha. Watu wanakuwa kama vile hawaamini, wanahisi kama I'm making stories because ni ndugu yangu. Lakini the moment nikaanza kuonesha watu wengine ambao mimi waka ninachekeshwa na huyo binti, na watu wakacheka kweli. You see that advantage ambayo kuna, lakini huyo angekuwa ofisini, iki kipaji chake asingekitumia. Ina maana wale watu ambao ni wachapakazi wa kimya ndo wangemshinda yeye. Umeelewa? Lakini amekipeleka kipaji chake sehemu sahihi, ndio maana she is doing great and I'm so proud of her. Thank you. Isa nimechoka. Thank you. I'm grateful. Ningekuacha. Niache. Na nasema Mwenyezi Mungu pia alikuwa amepanga. Of course. Sasa wewe nasikia nikwambie, ndio maana tunarudi pale kwenye point ya beauty privilege. Wewe video yako ya kwanza ilikuwa ni ile video ya Yanga. Kwa nini ilitrend kwenda viral? Kwa nini ilitrend? Sema ile ndio ilitrend ndio watu wakakufahamu kuliko zote. No. Iko wapi ipi ilitrend sana? Ujue mimi nilivyounguzaga abaya pia ilitrend. Lakini watu hawakufahamu sana kama hii ya Yanga. Ya Yanga walinifahamu wanaume. Hata wanawake pia ilienda viral. Tuseme viewers wote wale sio karibia milioni ngapi, wote walikuwa ni wanaume tu. Sema wanaume ndio walikuwa na engage sana kama comment kufanyaje, lakini watu wengi walikufahamu sana. Na what made that jamani? See, it was beauty privilege. Huyu dada mrembo hivi anaongea nini? Huyu dada mrembo hivi mbona akasema hivi? It was beautiful. Urembo gani tena? Mungu wangu, mimi huyu kama ni mbaya ni yeye. Sio mimi, mnitaka na hayo mambo. Tumekubaliana mimi ni sura mbaya. I don't know. I really don't know. That's you. We know you are beautiful. Bana usijifanye uelewi. Mimi ndo nikitaka na kioo mwenyewe najifurahia. Hivi mbona wewe koma. Nchai kukwambia hivi huyu kwa nini ananilazimisha? Mimi nchai kukaa nikakwambia najifurahia mimi. Wewe ushai kuniona katika maisha. Lakini Yusa, kwa hiyo wewe ukisema mambo ukikao unajiona mbaya. Sijasema hivyo. Sijasema hivyo. Lakini yani mimi sijui. Yani unafikia cha kwa unaogopa kama no, yani wewe unielewi. Sijui nikwambie nini unielewe. Ila anyways tuishie tu hapa. Sio unafiki hapa. Wewe umeongelea mambo ya beauty, sijui imemfanya mtu hivyo, labda wewe imekufanya ujulikane, sijui imesaidia kunipush kazi zangu. Mimi ninaweza kusema nashukuru Mungu, alhamdulillah. Siwezi kusema mimi ni mzuri au mimi ni mbaya, no. Ila nashukuru Mungu, alhamdulillah. Mimi najua ni mzuri, tunakuangalia tunajua ni mzuri. Sasa ni with that you are beautiful and you should be thankful for that. Alhamdulillah, lakini siwezi kusema eti kwamba uzuri wangu ndio umenifanya nijulikane mimi. Hapana, labda uzuri wako tumeutumia kujulikana mimi. No, Zuu ametoka kusema hivi, wewe ndio ulianza kunipostia kazi. Umeona? Umetoka kusema mimi kuongea kwangu ndio kumefanyaje? Kumenikuza. Sasa hicho kipaji plus being beautiful ndio kilichofanya kukatch watu attention. Understand? Yani maneno uloyasema na the way you are beautiful ndio ilikuwa inashangaza watu. Mimi sijui anajifanya sio mzuri yeye mimi jamani. Sipendaki kuishi na mapretender. Naomba maji ya kunywa. Hivi mimi nimepretend nini? Naomba maji ya kunywa. Siwezi. Ili watu wanione mimi ni muhaya peke yao. Yeye kasema, mimi sijasema kitu. Mimi nimesema tu kumbe sawa. Mimi nilikuwa sijui. Mimi sijijui na wala sijiamini. Wewe unajua ninavyojiamini. Twende. Na spirits. Then next question. Je, ni bora kuogopwa au kupendwa?
Mama mimi nipendwe. Hata mimi nipendwe. Kwa nini niogope? Eti jamani niogope nimekosea. Watu wakikuogopa watakuwa wanashindwa kukushauri, kukukosoa ulipokosea. Kuna muda unazingua, watu wanaogopa kukwambia. The next question is maybe, je, watu wanafanikiwa kwa juhudi au bahati? Juhudi. Though sometimes bahati waga inamsaidia mtu, lakini sana sana ni juhudi. Bahati nayo ni ya msingi shogangu. Kuna watu nadhani juhudi. Kuna watu wanapiga kazi huko. Ndio ndio maana kwa mimi kweli. Yaani vyote vinasaidiana, vyote vinategemeana. Kuna ila bahati nayo bahati. No, I'm not lucky, I'm blessed. Yes. Kubarikiwa. I mean juhudi. Juhudi hata usipotoboa leo. Utatoboa. Hata uzeeni utatoboa tu. Ila kama una bahati unaweza kufanya hizo juhudi ndugu yangu. Subiri nikwambie hivi. Sikiliza nikwambie. Kwenye juhudi waga inalipa. Inawezekana wewe ilivyokulipa sio sawa na mwingine. Yaani tuseme labda mimi nilikuwaga nafanya kazi tangu ingizaga labda mimi kwa mwezi naweza nikaingiza 50,000, lakini nafanya kazi sana sana sana. Lakini kadri ninavyozidi kupambana kipato kitaenda kinaongezeka. Hata yaani nitaweza kuwa kuna vitu nilikuwa siwezi kufanya nitavifanya. Hata kama unaweza usiwe tajiri, lakini lazima kazi itakulipa. Umeona? Lakini tukiongelea bahati zuu, kuna mtu wa bahati waga wanatupwa beach bila boya ujue. Yaani hapo anakuwa mchezaji na bahati. Huwezi kuishi kwenye maisha kwa kutegemea bahati. Lazima ufanye kazi. Watu wa bahati anaweza akafanya kitu akapiga mshindo huo. Bahati na juhudi zikiungana ndio inakuwa. Bahati na juhudi ni combination moja kali sana. Sana. Yaani unaweza anaenda tu. Fanya hivi mambo yanaenda. Funga kipindi. Funga wewe, mimi nilifungua. Ako basi kila semkani bosi mimi nifuatilie mimi wewe kazi yako ni collaborate accept. Kufungua nifungue mimi, kufunga nifungue mimi. No, nimechoka. Hapa ndo tunapotumia point yetu ya privilege na thank you. Nimechoka. Naomba sasa wewe una IQ. Hata mana jamani Yusa, hadi siku zile kazi nilikasirika saluni. Usiniite Yusa wewe, alonizaa ameniita Yusra. Ona kama unaniita Yusa umenizaa wewe. Mimi sio Yusa, umesikia? Sio Yusa. Kwa mama unafanya wewe ni Yusa. Wewe jifanye nanili. Jamani hadi mada jamani siku zile tuko sauni wallahi mpaka niishikwa hasira. Eti tuko sauni nilikuwa nishaandaa vitu vya kuongea lakini nilikuwa nasema ngoja niangalie kama wewe nani wewe na kupaga pointi zangu unaziiba. Wewe. Afu wewe. Sikia. Wallahi siku zile wakati tuko sauni na Amina. Eti tunaongea nini eti? Angalia cha kuongea. Unajua nilikasirika. Kichwani nilikuwa nishaanza kichwani tutaenda kuongea mtoto wangu kama saa tofauti. Lakini nilijua Yusa atakuja hafanye chochote kwa sababu anajua mimi nipo. Na ndio maana nikatulia tena nilinuna. Kwa mimi hapa ninavyotoa pointi zangu ni akili yako hiyo. Pointi. Na akili basi tugawane majukumu. Majukumu gani? Kwanza kwenye kuedit. Tutagawana hela majukumu mimi. Wewe utachukua kiasi kikubwa. Hamna. Yusa hapa unaboa. Na wewe usiniite Yusa, umesikia? Nishakwambia mara nyingi usiniite Yusa. Nakuita. Unafungaje kipindi? Nafungaje kipindi? Okay guys, tulikuwa It was nice. Twende. Okay guys, tunashukuru kwa kuwa na nyie kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa podcast yetu. Ulikuwa na mimi Yusra pamoja na dada yangu Zulekha. Tukutane tena next week. Ciao. Bye bye.